Jeshi la Magereza ni chombo muhimu katika kujenga jamii yenye kujitegemea. Kauli hiyo imetolewa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko Mbunge, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufunga mafunzo ya kozi ya uongozi ngazi ya juu namba 27 ya mwaka 2024-25, hafla iliyofanyika katika viwanja vya Chuo cha Taaluma ya Urekebishaji Tanzania TCTA Kichoko Ukonga jijini Dar es Salaam. Ndugu viongozi na mkuu wa chuo, mmeuthibitishia umma wa Tanzania na sisi wote tuliokuja hapa kwa Jeshi la Magereza ni chombo muhimu katika kujenga utamaduni na jamii yenye kujitegemea. Mmekizi vigezo vingi ninyi mliofundishwa na hata kustahili kupandishwa vyeo na mamlaka husika kuwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Magereza. Nataka nitoe pongezi pamoja na pongezi hizo na niwakumbushe vile kuwa kupandishwa cheo ni kuongeza majukumu na wajibu. Haitoshi tu kuwa na cheo, maana yake ni kwamba majukumu yameongezeka. Hivyo ni mategemeo yetu sisi wote tuliokuja kuwashuhudia wakati mnasherehekea shughuli hii kuwa mmepanda cheo, basi ninyi mkawa chachu ya mabadiliko katika utendaji kazi na kuimarisha mshikamano ndani ya Jeshi la Magereza. Aidha, mgeni rasmi amewataka wahitimu kutenda haki katika maeneo yao ya kazi huku wakitendea kazi waliojifunza kwa kuchapa kazi. Kupanda cheo kwenu inatarajiwa mtakaporudi kazini ufanisi mahali pa kazi uongezeke. Inatarajiwa kuwa wakati mtakaporudi kazini mtawakuta wale mliowaacha, mtaongeza ushirikiano kwao. Tunatamani wote kuona kwa mtakaporudi basi kila mmoja mliyemwacha kule aseme kwa kweli mwenzetu amehitimu na kwa kweli anaonekana kuanzia muonekano, haiba na tabia baada ya kukaa hapa kwa muda wa miezi mitatu. Kwa unyenyekevu naomba niwapongeze tena kwamba leo tunapohitimisha mafunzo haya tunawarudisha nyumbani, ama mnarudi nyumbani, mnarudi kwenye vituo vyenu vya kazi. Mtakuta wakuu wenu wa kazi, nendeni mkawasikilize. Mmepanda vyeo leo, mtakuta wale ambao mmewazidi vyeo, mjue kwa wakati wote kujifunza kukomi. Hata kama wako watakaokuwa chini yenu, chukueni muda wa kuwasikiliza. Na wale mtakaopata nafasi ya kuwa viongozi kwenye ngazi yoyote, jueni kuwa walio chini yenu wanayo mawazo. Wasikilizeni kwa utulivu, waelekezeni kwa haki, watendeni haki wakati wote walio chini yenu, na kamwe ajaye mbele yako aone haki kutoka machoni mwako na akitoka kwako atoke mwenye furaha. Kujifunza ndugu zangu ni hatua moja, kutumia maarifa mliojifunza ni hatua nyingine. Hapa naomba nitoe rai pamoja na kuhitimu mafunzo haya, muendelee kujifunza zaidi kielimu ili kutoka hapa mwende vyeo vya juu zaidi. Lengo ni kuimarisha jeshi na kutoa huduma bora kwa Watanzania, na haya ndio matarajio ya serikali yetu kuwa Watanzania wote wanahitaji huduma iliyo bora kutoka kwenu. Nendeni mkachape kazi, mkaliheshimishe Jeshi la Magereza ili liwe jeshi la mfano hapa nchini. Na kwa serikali tambua mchango wa chuo katika kuleta maendeleo, mgeni rasmi amesema. Na mimi kama sehemu ya uongozi wa nchi nataka nikuhakikishie kuwa serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wa chuo hiki kwa ajili ya watu wote wa Tanzania, wakiwemo askari wetu, kwamba hili ni eneo la kurekebisha tabia kwa watu. Imani yangu ni kwamba mtaendelea na kasi ile na miradi ambayo mmeianzisha. Nimefurahishwa sana kwamba mnajenga holi hapa, lakini mmeamua vile kujenga madarasa kwa fedha zenu za ndani, na sasa mmefika kwenye renta. Na kwa kweli kwa sababu nimefurahi sana kwanza kwa mapokezi mazuri na namna mlivyojipanga, nikaona na mimi nisitoke mikono mitupu. Ile darasa mnalolijenga linahitaji mabati 300, hayo nitayatoa mimi kwa ajili ya kuwasaidia ili tujenge hilo darasa. Je, ni nini kauli ya Mheshimiwa Biteko kuhusiana na utendaji mzuri wa mkuu wa jeshi? Kwa Kamishna Jenerali wa Magereza, nakutakia kila laheri wakati unapoendelea kulisimamia Jeshi la Magereza. Nataka nikuhakikishie kuwa toka umeteuliwa mimi nimekutana na wewe mara kadhaa. Nimeuona unyenyekevu wako. Wewe si mtu wa kusema sana, ni mtu mkimya kwa haiba niliyokuona. Lakini nimeona matendo makubwa katikati ya ukimya wako.
wewe ni kiongozi unayeangalia mbele sana, unayejali sana mfungwa abadilike tabia na kuwa raia mwema. Siku ya kwanza nilipokutana na wewe, ulinifundisha dhana ya mfungwa kuja gerezani na kutoka gerezani kurudi uraiani, kwamba ni wajibu wa magereza kumbadilisha tabia mfungwa ili atakaporudi arudi akiwa raia mwema. Nimeona namna ambavyo ulivyo mwepesi kwenye kutekeleza majukumu ya serikali au maelekezo ya serikali. Mheshimiwa Rais wetu kama champion ama kinara wa nishati safi ya kupikia nchini na Afrika na dunia kwa ujumla, alitoa katazo la kuondoa matumizi ya kuni kwenye maeneo ambapo kuna pikwa zaidi ya watu 100. Wewe pamoja na wenzako umefanya kazi hiyo kwa haraka. Leo tunayo furaha kusema kuwa magereza 129 zote wamehama kwenye matumizi ya kuni, wanatumia nishati safi. Na kupongeza sana kwa wepesi huo. Na nikiwa waziri anayesimamia sekta ya nishati nchini, nataka niwaelekeze wakala wa nishati vijijini REA kwamba kuanzia leo ruzuku tuliyopanga kutoa kwa ajili ya watu wanaozalisha vifaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, kipaumbele cha kwanza kiwe magereza, kwa sababu wao wameonyesha mfano. Wapewe hizo fedha wazalishe ili tuweze kupata nishati safi ya kupikia kwa kasi kubwa. Nataka nimalizie kwa kuhitimisha kuomba tena Kamishna Jenerali wa magereza, endelea kuwaweka pamoja askari wako, endelea kuwaunganisha kwa pamoja, endelea kuchapa kazi. Serikali inatambua kuwa kazi ulionayo ni kazi ya uzalendo. Mgeni rasmi amehitimisha hotuba yake kwa kutaka uongozi wa jeshi kuendelea na jitihada ili kuleta ustawi katika taasisi na jamii kwa ujumla. Mwisho, kabla sijahitimisha, niombe tena uongozi wa jeshi la magereza kuendelea na jitihada za kuboresha utendaji kazi ndani ya jeshi katika nyanja mbalimbali na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Rais ya kuboresha haki jinai ili kulifanya jeshi hili liendane na wakati kwa kuzingatia mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Serikali itaendelea kutatua changamoto zilizopo hatua kwa hatua kadri ya hali itakavyoruhusu. Umeona serikali imeamua kupandisha vyeo na miongoni mwa waliopandisha vyeo ni wahitimu wetu. Nataka niwahakikishie kuwa kwa kasi alionayo Kamishna Jenerali wa magereza, serikali itaendelea kuyafanyia kazi kupitia wizara yetu ya mambo ya ndani. Naye kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Daniel Barani Siro Mbunge, akimkaribisha mgeni rasmi kuongea na hadhira, amemshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuboresha vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, niungane na kutangulia kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutulia uhai na kutuwezesha kukutana mahali hapa tena katika njema. Lakini pia nishukuru kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mwanalika katika kushiriki sherehe za mafunzo na uongozi wa juu kocha namba 27 jeshi la magereza. Lakini nishukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na waziri wa nishati kwa kuridhia kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi na kufunga mafunzo haya. Tunajua kwamba na majukumu mengi sana. Sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi tumefurahi na kukaribisha sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Lakini pekee nichukue fursa hii kushukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama kwa namna anavyoongoza nchi yetu vyema na kuletea maendeleo. Aidha, Mheshimiwa akitoa salamu katika hafla hiyo, mkuu wa jeshi Kamishna Jenerali wa magereza Jeremia Mkatungu amekuwa na aya ya kusema. Mheshimiwa mgeni rasmi, hafla hii ya kuhitimisha mafunzo hayo ni matokeo ya utekelezaji wa vibali vya kupandishwa vyeo vya maafisa na askari vilivyotolewa na serikali, pia katika kuleta ufanisi wa kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika taarifa ya mkuu wa chuo ameeleza katika kozi hii kuna wanafunzi 10 kutoka chuo cha mafunzo Zanzibar. Kisha Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia burudani ya taarabu ni kikundi kutoka chuo cha mafunzo Zanzibar. Tunayo mashirikiano mazuri kati ya jeshi la magereza na chuo cha mafunzo Zanzibar katika nyanja mbalimbali zikiwemo za mafunzo, michezo na maeneo mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu kumshukuru sana Kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar kwa namna ambavyo amekuwa akitoa ushirikiano na kuendeleza kuimarisha mashirikiano tulionayo
kwa maslahi ya pande zote mbili na ili maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, jeshi limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ikiwemo kutoa hifadhi salama kwa wahalifu wanaokuwa gerezani kwa mujibu wa sheria, kuandaa na kutekeleza programu za urekebishaji na kutoa ushauri kuhusu uzuiaji wa uhalifu nchini. Tunayo jumla ya magereza 129 Tanzania bara yenye uwezo wa kuhifadhi jumla ya wahalifu 29,902. Mgeni rasmi, kwa tarehe ya leo tarehe 28 Machi 2025 kuna jumla ya wahalifu 26,871. Miongoni mwao wafungwa 19,577 na mahabusu 7,294. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda nikuhakikishie kuwa magereza yote nchini yako shwari, salama na tunaendelea na utekelezaji wa majukumu tuliyokabidhiwa. Mheshimiwa rasmi, utekelezaji wa jukumu la urekebishaji wa wafungwa una umuhimu mkubwa katika kuchangia amani na utulivu. Lengo ni kuandaa na kuwarejesha wahalifu kwenye jamii baada ya kumaliza vifungo vyao wakiwa raia wema na kuwawezesha kuendesha shughuli za kiuchumi, hivyo kuwasaidia wasije kutenda makosa. Msingi wa jukumu hili si kutoa adhabu, bali ni kuwabadilisha mienendo na tabia na kuwapa ujuzi na maarifa wawe na manufaa kwenye jamii, wenye kuheshimu sheria na kuchangia katika usalama na ustawi wa jamii zetu. Jukumu la urekebishaji limekuwa likitekelezwa kupitia programu mbalimbali ikiwemo kuwahusisha katika shughuli mbalimbali za uzalishaji, utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi, ushauri nasaha, huduma za kiroho, michezo na burudani. Katika jitihada za kuboresha eneo la usikilizaji wa kesi na mashauri ya wafungwa na mahabusu kwa wakati, kwa kushirikiana na Mahakama ya Tanzania imeendelea kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao, ambapo hadi sasa jumla ya magereza 66 yana huduma za mahakama mtandao. Aidha, tarehe 21 Machi 2025 tulipokea vyumba maalum maarufu kama makasha 10 kwa ajili ya huduma za mahakama mtandao ambayo yamewekwa kwenye magereza 10. Vilevile kwa mwaka huu wa fedha 2024/2025 tumepokea fedha takriban shilingi milioni 668.8 kwa ajili ya kujenga vyumba vya mahakama mtandao. Kwa upande wa maelekezo ya serikali kuhusu matumizi ya nishati safi, Mheshimiwa mgeni rasmi, magereza yote yameachana na matumizi ya kuni kwa ajili ya kupikia chakula cha wafungwa na sasa yanatumia nishati safi ikiwemo gesi asilia, biogesi, mkaa mbadala, rapid frequency, lakini pia kuni poa kwa maana ya mkaa poa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo unayokwenda kuyahitimisha hivi punde ni mafunzo ya uongozi wa juu ndani ya jeshi la magereza. Maafisa wanaohitimu leo watapangwa kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwepo kupewa dhamana ya kuongoza na hivyo kuimarisha safu ya uongozi katika maeneo watakayopanga. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania, kamishna msaidizi mwandamizi wa magereza Willington Wilbard Kaumza amesema mafunzo waliopata wahitimu yatawasaidia katika utendaji kazi zao, huku makamu mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama Mheshimiwa Vincent Paulo Mbogo akimpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuvijali vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ya uongozi ngazi ya juu yamegawanyika katika sehemu kuu 3: mafunzo ya darasani, mafunzo ya vitendo na mafunzo ya miradi, ambayo yametekelezwa kwa kuwapatia maarifa mbalimbali kutoka kwa wakufunzi wa ndani na nje ya jeshi. Wanafunzi walipata kushiriki mihadhara iliyoendeshwa na wataalamu wabobezi kutoka ndani na nje ya jeshi, lengo likiwa ni kuwapatia ujuzi, maarifa na uzoefu zaidi utakaoleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yalilenga kuongezea afisa uwezo wa kumudu na kutekeleza majukumu atakayopangiwa kwa weledi na ufanisi mkubwa. Napenda kukuhakikishia kuwa
Wahitimu hawa wameandaliwa vizuri na kuweza kutekeleza majukumu mbalimbali ndani ya jeshi kwa kadiri itakavyohitajika. Ndugu mgeni rasmi, ikiwa kwa niaba ya kamati ya mambo ya nje na usalama, ambao sisi ndio tunavaa sare za vyombo vyetu vya ulinzi mle bungeni kuwasimamia maslahi yao, sababu wao hawezi kuvaa sare wakaja bungeni, lakini sisi kama kamati ya mambo ya nje na usalama ndio tunavaa sare za magereza, za jeshi, za polisi, za zimamoto, ndio tunaingia bungeni mle kuwatetea maslahi yao. Kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuviboresha kwa kasi kubwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwani taarifa nyingi wanazileta kwenye kamati na kuomba fedha kwa ajili ya kuboresha, huwa tunazisimamia na Rais hana kigugumizi kuzitoa na kuendelea kuboresha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la magereza. Mwingine aliyetoa salamu katika hafla hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogoro, aliyemshukuru mkuu wa jeshi kwa ushirikiano anaotoa, huku baadhi ya wahitimu wakihojiwa na PHQ Habari wakisema wako tayari kutumika. Nitumia hadhara hii kumshukuru sana Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Katundu na jeshi lake la magereza. Amani, usalama ambao upo katika mkoa wa Dar es Salaam una mchango mkubwa wa jeshi la magereza, una mchango mkubwa wa Kamishna Jenerali ambaye yuko karibu yako hapo. Mambo mengi tumefanikiwa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni kwa sababu ya mchango mkubwa wa jeshi la magereza. Hata hawa maafisa leo ambao wanakwenda kuhitimu, wanakwenda kutia chachu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, wanatoa ushirikiano mkubwa kwenye kamati zetu za usalama za ngazi za wilaya. Wanakuwa ni chachu ya kutoa maoni na mapendekezo mbalimbali ambayo ndio yanayofanya mkoa wetu wa Dar es Salaam kuwa salama. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa magereza Rehema Sise Sawaka, ambaye ni mhitimu wa mafunzo ya 27 uongozi daraja la juu. Kituo changu cha kazi ni magereza mkoa wa Mwanza. Katika mafunzo haya ambayo nimehitimu leo, ambayo yalijipambanua kwenye kauli mbiu iliyokuwa inasema chachu ya mabadiliko, nitaenda kufanya kazi kwa weledi, ufanisi wa hali ya juu, kuonyesha kwa vitendo yale niliyojifunza kwa ufanisi mkubwa. Kwa hakika nimejifunza vitu katika nyanja 3 tofauti. Tumejifunza medani za uwanjani, tumejifunza kazi za vitendo, lakini pia na masomo ya darasani. Katika masomo ya darasani hususani tumejifunza kumrekebisha mfungwa. Jukumu la jeshi la magereza ni pamoja na kufanya urekebu, kumpokea mfungwa, kumhifadhi, lakini pia kumrekebisha tabia. Katika eneo la urekebu tumejifunza kwa vitendo. Sambamba na masomo hayo, tumepata nafasi ya kutembea nje ya kituo hiki cha TSA. Tumepata nafasi ya kwenda kutembelea chuo cha ulinzi wa amani kilichopo Kunduchi. Tumejifunza kule nini kinachofanyika, kinaendelea nini, hususani utunzaji wa mazingira. Mafunzo hayo ya uongozi ngazi ya juu kozi namba 27 ndani ya jeshi la magereza yaliyohitimishwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 yalifunguliwa rasmi tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2024, ambapo jumla ya wahitimu 202 wamefanikiwa kufuzu na kati yao wanawake wakiwa 45. Aidha, wahitimu hawa ambao ndani mwao walikuwemo 10 kutoka vyuo vya mafunzo Zanzibar, si tu katika kipindi cha mafunzo yao wameonyesha uzalendo kwa kuchangia shilingi takribani milioni 7 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya chuo, bali pia wanatarajiwa kuwa chachu ya kuleta matokeo chanya ndani ya taasisi na taifa kwa ujumla. Hafla hii imehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini na serikali, maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la magereza, wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, familia za wahitimu, bila kusahau wananchi hususani majirani na chuo.
Tukiripoti kutoka viwanja vya Chuo cha Taaluma ya Urekebishaji Tanzania TCTA Ukonga jijini Dar es Salaam, ni Javius Kaijage Biarushengo na Mfaume Ali wa PHQ Habari. Wamemaliza mafunzo wanarudi vituoni.